umetamalaki. Hakuna aliye kama wewe Bwana, Bwana umetamalaki. And I want to speak this morning about protocol versus humility. My sermon is on protocol versus humility. Protocol, mpangilio. Sijui kama protocol ni mpangilio ama nini sijui ni nini. Be thinking of what protocol is. Sometimes we think in English and then you are told to come and talk in Kiswahili or Kikuyu, it becomes a bit difficult. Now, katika masomo mawili ambayo tumeyasoma, tumeona vikundi viwili ama watu aina mbili ambao walikuwa wanataka kumuona Yesu. Katika Injili ya Luka mtakatifu tunakutana na mzee ambaye anaitwa Zakayo, ambaye alikuwa na haja, ambaye alikuwa na tamani la kumuona Yesu. Katika Injili ya Yohana mlango huo wa 12 tumekutana na Wayunani ambao pia walikuwa na haja ya kumuona Yesu. Hawa watu wawili, those two people categories, wote walikuwa na haja ya kumuona Yesu. Nataka kuanza na wale ambao walikuwa Wayunani na tujue hawa watu walikuwa katika hali gani ama walikuwa na mwelekeo wao ulikuwa gani. Na hawa watu wa Yunani walikuwa wasomi, walikuwa watu ambao walikuwa na nyadhifa katika utawala wa Warumi kule, na walikuwa wamesikia sifa ya Yesu Kristo, wakasikia matendo yake makubwa, wakasikia ni mtu ambaye alikuwa na hadhi, na kwa hivyo walikuwa wanamsaka, walikuwa na mtafuta, wakataka sana kumuona, na walijaribu njia zote za kumuona Yesu, na ni kama zilikuwa zimeshindikana. Wakaamua siku moja watamfuata waweze kumuona. Bwana Yesu asifiwe. Na wakamfuata, wakaandamana na wanafunzi na kundi ambalo Yesu Kristo alikuwa analisha siku ile, na for a long time, for a better part of the day, hawakuweza kumuona Yesu kwa sababu wao walikuwa wanaenda pale na level yao, dignitaries. They were people of high respect. Walikuwa madignitaries, walikuwa wanataka wafike hapo. Unajua kuna wakati tunaweza kufika mahali unaambiwa hey, fulani amekuja. Unajua hata leo unaweza kusikia kulikuwa na watu nilikuwa nimeambiwa wameitwa. Wakifika unasikia mchungaji kuna ati mheshimiwa amekuja. Sasa aanze kutafutua mahali sijui atakaa wapi, ni nani atasoka, ni nani atafanya nini. That is the expectation ya hawa watu. Wakati walikuwa naenda pale, walifikiria wakati wataonwa everybody will be alerted ya kwamba so and so is, kuna Wayunani wako hapa ambao wanataka kukuona. Na Yesu angeenda biwa ya kwamba sasa there are some dignitaries there ambao wanataka kukuona. Kwa hivyo wangesitisha mambo yake yote alafu aende awaattend. But it was not so. Kwa hivyo walisimama pale nje, I'm sorry. Lakini unajua wakati mwingine mheshimiwa, tuko na mheshimiwa mmoja hapa. Wakati mwingine mheshimiwa sio tabia. Kawaida ya waheshimiwa wakati mwingine ni kusimama mpaka wakafanya nini? Wakaribishwe na walakiwe. They will stay outside until they are welcomed. So wao wakakaa na wanaulizana, kwani these people are not noticing us? Kwani hawa watu hawatuoni? Kwani yani wanaulizana, yani unataka kusema wewe na ndiye MP wa hapa haujulikani? Hello? Nobody is noticing your presence. Everything is going on as planned. Vile Yesu alikuwa anafunza, anaendelea kufunza until Philip came out. Mimi nafikiria wakati nilikuwa nasoma, labda Philip alienda msalani akatoka. Kama jamaa wa Yunani wakaona this is one of the people. Huyu ni mmoja wa wazee wa kanisa wale wako pale. Wacha tumtume. So wakamuita Philip, wakamwambia mzee, we have been here since morning. Sasa ni saa 8. We have other appointments to attend. We have other places to go. Now we have only one thing. Tunataka kukuona. Bwana asifiwe. Tunataka kukuona Yesu. We want to see Jesus. Tunataka kukuona Yesu. Hebu mwambie kuja hapa nje. Ama tupewe nafasi tupenye, twende pale mbele. Halo? Ambia mwenzako protocol. Walikuwa wanatafuta protocol. Tupewe nafasi tu.
wacha aitwe, wacha asitishe kile anasema. We are important people. We are people who need to be respected. We are people of high respect, officials. We want to see Jesus. Give us an opportunity. Just make a way for us so that we can see Jesus. Naona hata Philip hakufika msalani, alirudi akaambia Adu, there are some high-ranking people out there with their pajeros and the beings. They are there outside. They wanasema wanataka kukuona. Philip kwa kiulia, sasa wewe unasema nini? Don't you see the master is busy? Unaona hawezi, unaona kama atasitisha ujumbe ambao wako nao mpaka mgojee mpaka amalize. Halo? Wakashauriana mpaka wakati mmoja wakaenda wakamwambia Yesu. Wakati labda mambo ilikuwa imetulia kidogo, wakafika wakamwambia Yesu, kuna Wayunani wako hapa nje wanataka kukuona. Praise the name of the Lord. And that was like the end. Wakati Yesu alisikia hivyo akawaambia, if there are those people, dignitaries wamekuja wananitafuta mimi, wakati wangu umeisha. My work is finished. If they have started believing hawa watu, kazi yangu imeisha. The story goes, na tuambiwe kama walimuona. Hello? Mimi wakati mwingine nakuwa tempted kufikiria, these are the same people. Maybe Nicodemus was among these people. Wale ambao walikuwa wanataka kumuona Yesu, but that time it was not possible because they had used protocol. Wewe aliporudi kwake akafikiria, huyu jamani nitamtafuta usiku sasa kwake nyumbani. I want to see him at his home. When all the other people are not there, I want to be a visitor in his home. So he went in the evening and looked for Jesus. I want to say this. In the other gospel that we have read, Zacchaeus could also have been one of those people who wanted to see Jesus then with that group of other dignitaries, but it was not possible because Jesus was occupied and the people around were not noticing. So he looked also for another opportunity to see Jesus. There was that push that was pushing him. Kulikuwa na msukumo ambao ulikuwa na sukuma Zacchaeus, na hata wakati walikosa kumuona Yesu wakati ule, akatafuta nafasi yake. Anaambiwa kazini zake hivi, akasikia Yesu Kristo anapita kule. Akasema, the other day I was not able to see him. Today I will do everything possible to see him. Praise the name of the Lord. Nitafanya chochote mpaka nimuone. I will do every crazy thing to see Jesus. And Zacchaeus started out. And you see, Zacchaeus alikuwa mfupi kama mimi. Ama mfupi kuliko mimi. Sijui Jose leo hayuko. Hello? We have a short man here. Mnajua Jose, hii wote. Maybe Zacchaeus was that level. But kwa mfumo wake hakuwa mfupi hivyo. He had money. He had a reputation. Alikuwa anajulikana, alikuwa mtu wa nguvu, alikuwa mtu ambaye alikuwa ameheziwa sana kwao. So, despite his shortness, the respect was very big. The fame was very big for him. But he had that push. Alikuwa na msukumo wa kwenda kutaka kumuona Yesu. Na akasema ya kwamba leo liwalo liwe. Sitatuma mtu. I will not go through anybody. I will not send Philip. I will not look for Peter. I will work for my way out. Praise the name of the Lord. And Zacchaeus went ahead. Pahali pa kwanza akasimama pahali juu ya jiwe. Kukakuja watu warefu kama chairman. Hello? Unajua Yesu alikuwa wakati mwingine the disciples of Jesus Christ were acting like bowsers. Yesu asikaribiwe, msikaribie hapa. Kaeni chini, sikizeni. They were just putting order and organizing. Even as they were listening to what he was saying. So they were there. Imagine sasa mtu kama Joseph anataka kuona Yesu na Yesu labda alikuwa kimo kama changu. Kuna Joseph, kuna mimi na kuna chairman. Na watu wengine ambao wamejaliwa na tumili kama Bwana Sharafu. Sasa mtu hata akitaka kuangalia aone, hakuna kitu anaweza kufanya nini? So Zacchaeus was discouraged and said, despite my discouragement, I want to look for a way. Na akatafuta njia. Tunaambiwa ya kwamba akaona mti wa mkuyu. With all his respect, with all his dignity, with all his fame, with all his money, the guy just decided to climb on a tree.
Praise the name of the Lord. Why did Zacchaeus climb on a tree? Kwa sababu alitaka kumwona. He wanted to see Jesus. And I'm telling you, seeing Jesus does not just come that way. Kumwona Yesu, huwezi kumwona Yesu tu hivi tu. You must do something. You must do something. Lazima kuwe una kitu utafanya ndio upate kumwona Yesu. For Zacchaeus, he had to go and do something crazy. Watu ambao walikuwa wanamuona akipanda mti aking'ang'ana, kamzee kama na kitabu na koti na 3-piece ndani, kamevaa vizuri na tai, kanang'ang'ana kupanda mti. Watu waliza, kwani huyu mtu amepata kichaa hivi? Ako sawa? Are you still okay brother? Na kwa sababu Zacchaeus alikuwa mtu wa heshima, labda watu wale wanamuona sio walemo yake, wanashindwa kunini. Kama ingekuwa siku ya leo, kuna watu wakimpiga picha na waweke kwa social media na waseme kitu kama vile walisema mambo mengi juu ya kusongesha mto. Hello, Bwana asifiwe. You know that when Zacchaeus was just climbing the tree, people were looking at him and saying, this guy is crazy. But I'm telling you, the push was so hard. He had an irresistible push that was making him even to climb on a tree so that he can see Jesus. Praise the name of the Lord. And that is the only thing that he thought you could do. However crazy it seemed, however crazy it looked, yeye akaamua ya kwamba kama hivyo ndivyo nitafanya nimuone Yesu, sina budi. Abia mwenzako, huna budi. Chochote ambacho utastahili kufanya ndio muone Yesu, hauna budi. You must make your way. You must take a step. Don't look at and think of what other people will say. Zacchaeus watu wakamkemea, watu wakasema, watu wakaongea, but he kept on climbing until he saw that he was comfortable. Pahali and he looked for the best place now. When he is above the chairman. Hello? Hapo juu ya watu ambao na kimo cha sio chairman huyu, kimo cha wale warembo zaidi. Hapo juu ya kila mtu. He looked for a place that he can really see Jesus well. Praise the name of the Lord. Na unajua Zacchaeus, mimi ninashangaa kwa sababu hakuwa anataka kusalimia Yesu. He just wanted to see Jesus. This Jesus, nimemsikia sana. Sasa nataka kumuona. Unajua tuna story kingine tunapeangwa na wakati tulikuwa kwa wamishonari walienda kule kuhubiri kule Umasaidi ndani. And they preached about Jesus. Wakaongea. Wamasai wamekaa chini wanasikiza. Lakini sasa wakati waliongea sana wakauliza, mmoja akakogesha jogoo mashini. Akasema, "Hello." Na hii Yesu unaongea juu yake sana. Mbona wewe hapana kuja naye tumuone? Bana, kwa nini uliacha yeye? Unakuja kuongea juu yake. Kwa nini hapana leta yeye tumuone? Hello? Bwana asifiwe. Because they had heard so much about Jesus. This person was evangelist, alikuwa anaongea sana, punching about Jesus. And these people seated there wakasema, I think I would like to see this man. Kwa nini ulimwacha wewe ndugu? The guy was very sincere. That Masai was very sincere. Ulimwacha kwa nini? Ungekuja naye tumuone. Praise the name of the Lord. And the preacher was like, I don't know what to do. Nitasema nini? Bwana asifiwe. Zacchaeus was such. He had heard. And alisikia mambo mengi sana kuhusu Yesu Kristo. Akatamani sana kumuona. Now he was there on a tree. Amekaa pale akimwangalia. And Jesus came with his entourage. Akaona wale ambao walikuwa mbele, wale walikuwa na mkataza, wanamfukuza kwa sababu labda kalikuwa kanaenda pale mbele kanasema nitakaa hapa mpaka anikute. Lakini kuna wale wanakujaga mbele wanasema kando. Akaona wale walikuwa mbele, akiwa kwa mti hawangemwambia ashuke. Bwana Yesu asifiwe. They couldn't tell him to come down. Hata wengine hawakunotice. Some even never saw him on the tree. Praise the name of the Lord. But when Jesus came, as he was passing by, there was that connection. There was that pull. And he looked up. Akaangalia juu. Kukawa na connection ya mtu ambaye anataka kumuona na mtu ambaye anamtafuta. Akamwambia Zakayo, shuka chini. Praise the name of the Lord. Shuka chini, Zakayo. Haruka Zakayo, calm down.
For today, I will be a guest in your house. Praise the name of the Lord. Shuka chini. Wengine hawakuwa wanajua. Peter anauliza nikie mwana nyararo aikoka kwani kuna ndege wako juu ya miti ama ni nini? Zakayo akaonekana pale juu kamehang juu ya mti. That I think that was the best time now to take a snap ya kurusha kwa social media. Wakati kamekaa pale kamegega kamefungua macho yote kamekodoa. Amwangalia Yesu. So this is Jesus that is healing people. Huyu ndiye Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na Zakayo anauliza kumbe ni kijana. Hello? All the wonders. But Jesus told him, calm down. Shuka chini. And Zakayo came down. Zacchaeus came down with joy. Akiwa na furaha. Alafu Yesu akasema, today I will be a guest in your house. Every other schedule that I have cancelled. I want to go to your house. Bwana Yesu asifiwe. Mitume wanasema hapana Yesu, si unangojewa kule. Si unangojewa pahali pengine. Akasema today, first of all have to go to the house of Zacchaeus. Zacchaeus, a worried person, already saying, Yesu, I didn't mean much. Mimi nilikuwa nataka tu kukuona. What do you have to do with me? Unataka kwenda kwa kufanya nini? Hata mke wako hayuko. Hello? Bwana asifiwe. We are not ready to host a guest this time. Hatuko tayari. But Jesus said, today I will be a visitor. Kama kulikuwa na rununu, Zacchaeus akapigia mke wake. Kama alikuwa kwa group ya wamama, kama alikuwa kazini, kimbia nyumbani. In 5 minutes time, we are there with the master. Tuko hapa na Yesu Kristo. So be there. And everything was ready. The wife also akajitayarisha haraka. Watoto wakaitwa, majirani wakasikia kuna mgeni anakuja. And there was a great feast in the house of Zacchaeus. Praise the name of the Lord. Because he did an extraordinary thing. Jesus also did an extraordinary thing for him. He visited with him right in his house. Zacchaeus never expected ya kwamba wakati kama huo utafika. Na wakaingia kule kwa nyumba yake. Na watu wakaanza kudungudika na kulalamika na kusema hapana. Huyu mwadhani naye wakati mwingine anatustuaga. Who is Zacchaeus? Moishi kuaro. Huyu ni mwizi. Ametunyang'anya, ametuibia, amefanya hivi. Yesu hawezi kuwa serious. How can he associate himself with such a person? Praise the name of the Lord. Hello? Na Yesu akasikia manunguniko na malalamiko. Watu wanaona Zacchaeus, wanaona mwizi, wanaona muhahami, wanaona mtu ambaye hawezi saidia, wanaona mtu wanaona. Lakini Yesu akasema, today I will get in his house because even him, abia mwenzako hata yeye. Na Yesu akasema kwa sababu hata yeye ni mwana wa Adamu. Anahitaji huruma zangu. When people see you, how they see you, God sees you in a different way. Praise the name of the Lord. Watu wanaweza kukuona na wakuite majina, wakudharau, wakudunishe, waseme hauna haja, and they don't count you anywhere, but God has a value for everybody of us. Praise the name of the Lord. Mungu ako na dhamani ya kila mmoja wetu. Watu wanaweza kukuona wakudharau, watu wanaweza kukuona wakudunishe, watu wanaweza kusema mambo mengi sana juu yako, but Jesus has a different view. Zacchaeus watu akasema hapana, huyu mtu ni mchafu, ni mbaya. Yesu akasema even him, he is a son of Adam. He deserves my mercy. He deserves to host me. Na wengine wanasema Yesu, tumekuwa tukikufuata hata kwetu hujajua kwetu na umeingia kwa Zakayo. Akasema ndio, kwa sababu nilikuja kutafuta kilichopotea. And today the love of God has rested upon this man. Praise the name of the Lord. But why did Jesus enter in the house of Zacchaeus? That is my punching point. Because he did an extraordinary thing. Hebu niulizie mwenzako, are you ready to go an extra mile? Yes. Humility. The first group of people who wanted to see Jesus were people of protocol, men of protocol. Tunataka kubook appointment. Tunataka tujue ni saa ngapi, ni wakati gani. Na tunataka tukule pamoja lunch ama wapi, pahali tukue pale. And in our meeting, this will be a private meeting, nobody else. Protocol. That is what we want. That is why they are telling Philip, tell this man we want to see him. Mwambie tunataka kumuona. Either tumuone saa hii
ama tuambie kesho saa ngapi? Hello? Bwana asifiwe. They had specifications. But when it came to Zacchaeus, akasema, this is the time. I don't want to wait for an appointment. I will do the extraordinary because I want to see Jesus. The push that Zacchaeus had, ilimfanya apande juu ya mti. Akanyenyekea, akajisahau. You see, somebody who is climbing on a tree is somebody who has forgotten himself. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunasema Mungu atusaidie. Kwa sababu sisi wote tunakuja kumtafuta Yesu. We will not see Jesus with our status, with our levels. We must be ready to come down. And that is why I have said my sermon is on protocol versus humility. Praise the name of the Lord. Mwathani arogoteithio na korwo wina maundu manene okoka lebo ya mchungaji. Wakawingi rudi. Nigetha tuhote kwaraniria. Bwana asifiwe. Okoka lebo ya Eroda utari na ngari urathie maguru. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Okoka lebo ya Nikoni waku wenagia kibanda-ini. Bwana Yesu asifiwe. Nigetha tuhote gutwarana. Bwana asifiwe. Tondu okorwo ni tukwenda kuona Mwathani, we must calm down. We must humble ourselves. Praise the name of the Lord. Ngai arotuteithia muno. Ngai aroturingiriria, Ngai arotutindikiriria. Kuigua ati nituko, we will calm down. Just like Zacchaeus came down until he was able to connect with God. When he came down, it was not, he didn't struggle. Ona ni Mwathani urakwira haroro. Koi ni ndakwiguira ndathakare. Ngai, wathie nginya muti iguru riguka. Gutire mundu ukuriria kunyona. Tuguthie tunyitanite ni guoko nae. Nobody will push you. Hello? Ma gutire mundu gugutindika. Ona tuingira nyumba gwa tuguikarania nawe. Tell me everything that you want to tell me. Praise the name of the Lord. Because he humbled himself. Ni mjendere kugathia. Nani lengwa nita dariki kukorea kudaga kuga. Nani kiatuke maundu matatu. If you want to see Jesus, these three things. Kwani kwenda kuona Mwathani maundu maya matatu. Number 1, the push that you have. The motivation. What is your motivation? Ni nini inakusukuma? Msukumo gani uko nao? Wakati unakuja hapa kanisani, ni msukumo gani huo unakusukuma? Ni nini kinakuleta hapa kanisani? Ukiulizwa na kwa neno moja, can you tell us what you go to Society Church to do? What would you say? What is this motivating factor? Ni kuonekana. Ni kwa sababu umepewa kiti pahali ya kwamba usipochaguliwa deacon uji kanisa. Hello? Ukiondolewa kwa list ya leaders, you are nowhere. Huwezi kupatikana. You won't participate. You won't support other things. Kwa sababu sio wewe, hauta support. Kwa sababu you always appear, you shine because you have been given something. You are recognized. Hello? The push. What is your push? What is your push? That push can make you go anywhere. You can go at any rate. You can do any crazy thing because of the push that you have. If you have the right push. Bwana Yesu asifiwe. If you have the right motivation, I'm telling you, you are able to humble yourself. You are able to go at any day ili uweze kumuona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Number 2. Zacchaeus, if you want to see Jesus, you must do what no one expects you to do. Unafanya kile ambacho hakuna mtu anatazamia ufanye. Fanya. Ndio ninasema crazy. Unafanya kile nobody expects you to behave that way. Nobody expects you that you can humble yourself that way. Nobody expects. It was surprising when the boy stopped. Watu wakasikia ni Zacchaeus anaitwa. Zacchaeus, calm down. Wanauliza huyu ni Zacchaeus mgani? People were surprised. How can this man? Nani alimpandisha juu ya mti? How? They never expected. Praise the name of the Lord. Na hata ujumbe ukafika mpaka kwa wakubwa. Unajua jana tulienda kutafuta Yesu hatukumuona. I'm hearing today he is in Zacchaeus' house. Hello? Na watu wanaenda kumuuliza Zacchaeus, hebu tuambie mbinu za kwenda kuona Yesu. Na waambia, if you want to see Jesus, do what other people don't expect you to do. Praise the name of the Lord. I'm crazy for God. I want to nataka kumfuata Yesu. I will do anything that I can do so that I meet with him, so that I can see him. Number 3,
When we meet with Jesus, when we do that extraordinary thing, when we give ourselves to Jesus, when we are ready to surrender our honors, our everything, and humble ourselves, the struggle ends. Hello? Our struggle ends. We will not struggle to see and fight Jesus Christ. He himself will locate us where we are. Hello? After to locate, God will just locate you where you are. He located Zacchaeus on the top of a tree, kule juu ya mti, where nobody could see him, but he could see everybody. Jesus called him from the top. Jesus is able to locate you. Mungu anaweza kukuona pahali huko kwa sababu ya kujitoa kwako, kwa sababu ya kujipeana kwako, kwa sababu ya kujikaza kwako, kumtafuta na kujishusha chini, naye atapata kukuinua. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Petero, humble yourself before the Lord. In the opportune time, He will lift you up. Praise the name of the Lord. Unyenyekee mbele za Bwana, wakati ufaao atakuinua. Bwana Yesu asifiwe. Humble yourself. And I'm calling this church today. Ninawaita washirika wangu siku ya leo. Mungu atusaidie kunyenyekea. As we talk with our peers, let us humble ourselves. In fact, kuna mtu aliulizwa, what is the greatest Christian virtue? Ni virtue gani? Nini ya muhimu sana? Kila wakati tunaandika strategic plan, kuna hizo values tuna attach. The values. Na tunaona ile ambayo if you go to any organization, ndio sijui kama ni hiyo strategic plan ionekana ni mzuri. The top number one watu wanasema ni gani? Integrity. Integrity. When we come to Christianity, virtue number one is humility. Praise the name of the Lord. Hello? Ebu niambilie mwenzako, virtue number one is humility. Humility, kunyenyekea. Naweza kuwa nimeinuliwa, mimi nimepewa kazi, mimi ni mchungaji wenu, but I am not made to sit on your heads. Hello? Bwana asifiwe. I need to be somewhere that I can listen to you, that I can understand you, that we can talk, that we can walk together. Praise the name of the Lord. Tuko na chairman wa kanisa. He is not a boss, he is not a commander, he is supposed to get to the level that he can listen from church school to the oldest member of the church. You have elders in your district. They are not commanders, they are not captains. They are supposed to, even with their titles and their names, humility. You are a deacon, you are a group leader, you are a member, you are blessed by God, you have been lifted up by God. The more God lifts you up, the more humble you should become. But these days we are seeing the reverse. As sometimes God lifts some people up. Mtu anainuliwa. Sasa anasema hapana, I don't belong to here, I belong to Zenanus. Because of where hali atokinyaniti anaga ileu sociali bado Mungu anaulizaga mliokuwa. Bwana Yesu asifiwe. May God help us. The more God lifts us up, the more we should come. And when we are down, I'm telling you, it will be very easy to connect with God. You will not struggle. God will be telling you, calm down. I want to pay a visit to your house. I want to dine with you. I want. And when Jesus comes into your life, there is transformation. Transformation happened in the life of Zacchaeus. Zacchaeus never hakuhubiriwa. By that act of Jesus visiting him, he was transformed. He was changed. Tunasikia akisema, akiambua vitololito wakiria natonywa mwele ukwenda atia. Tunamaliza, we are giving you a time for vote of thanks. Anasema Yesu, because of what you have done, I have repented my sins. Yule mtu ambaye nimenyang'anya 1,000, kesho akuje kwa ofisi ninapatia gapi? 4. Kama ni 10,000 nilichukua zako, I will give you 100,000. Anything that I have taken from anybody, I'm going to return it fourfold. Sema kuokoka. Tondũ rĩmwe na rĩmwe nĩ tũhonokaga na tũkĩriraga mehia. Ĩyo ũkahonoka na ũramenya nĩ wakinyire mũndũ na ndũngĩcokera weki atĩa. Hello?
Ukaiga mwanzani ni alikuwa Zacchaeus alisema yeyote anybody, kwa sababu alikuwa amesikia fununu ndio ile kuite watu walikuwa naongea kwa Mungu. Unajua kuna watu wengine ona magego kusukana matisukana kahora ni maneno hivyo ya mara katia akara mara tu nime unaona mara nilira waliongea mpaka Zakayo akasikia huyu mtu tunamjua ni mtu ni mwizi ni mnyang'anyi huyu. Sasa akasema hiyo neno litarudisha leo wale ambao nimenyang'anya itawarudishia, so that they can see a true transformation. Hebu niulizie mwenzako, are you willing to take a step of faith? Are you willing to do something? Because there are people who don't want to see Jesus, but they just come and sit behind other people. They don't make any extra effort. You just sit there na unasema sikumuona, nilitafuta appointment sikupewa, ninangojea tu nafasi yangu. If you want to see Jesus, you must be ready to do something. There are 4 people who did something and it's so God. 4 people, as I finish. The 4 lepers in 2 Kings chapter 7. They were desperate, lost, forsaken, kept out, hopeless. Nothing good was coming for them. But they decided, in our desperate situation, we must do something. I'm telling you, do something on your situation. Hebu niambie mwenzako, do something on your situation. When these people did something in their situation, things changed. We have the woman who had spent too many years bleeding, and she decided one day, this is my day. I will do anything possible until I touch the hem of the garment of Jesus. I don't need to see him like Zacchaeus, just a touch of the hem of his garment. Nataka tu niguze upinde wa nguo yake. So she woke up that morning having decided, I must do something. Praise the name of the Lord. We have another man called Bartimaeus, son of Timaeus. He had sat on the side of the Lord asking for money. And he had a time Jesus would pass through Jericho, and he decided that time, I will not see Jesus, I will not touch his hem, but I will shout like a crazy person until he hears me. I may not see, but I have a big mouth. Bwana Yesu asifiwe. You may not have any other thing. You have a mouth, you have something that you can do. And I'm telling you, kila mmoja wetu kuna jambo anaweza akafanya. Hello? Unajua hii kitugumu kingesema, unajua mimi hata sijui atapitia street gani. Lakini aliambia kuna watu alichaji, just make sure I'm in the right street. Kama anapitia wapi? Tomboya nisiwe Koinange. Kama anapitia Rudhuri nisiwe kwingine. Make sure that I am in the right street. And let me know when he comes. I will do what I do best. Praise the name of the Lord. And when he heard Jesus was near, he started shouting. Praise the name of the Lord. That changed him. Hiyo ilimbadilisha. Akaamua nyamaza. He said, I won't keep quiet until I get what I want. Praise the name of the Lord. Hebu niulizie mwenzako, what are you doing? What are you doing about your life? Unafanya nini? Umekaa tu pale, and I'm telling you, Jesus will not be found by anybody, any Dick and Harry. Ene Wajiko and Muthoni and Mwagi. Apana, it is people who will do something towards looking for him and seeking for him. Bwana umetamalaki.